katika kumweleza mwanamke mwema, qala alayhi salatu wassalam, kwamba mke mwema ni yule ambaye man idha nadhara ilaiha sarathu. Sifa zake hizo. Sasa mke mwema ni yule ambaye pindi yule mume anapomtizama, sarathu, humfurahisha kwa ule mtazamo wake anapomwangalia. Hiyo ni sifa ya kwanza ya mke mwema. Ukimwangalia unafurahi, unasikia raha, unasema alhamdulillah ala ni'ami, unafurahi kwa yale unayoyaona. Amekaa vizuri, amejiweka vizuri, amejitengeza vizuri kwa ajili yako, si kwa ajili ya mambo mengine nje huko. Wa idha amaraha, na anapomwamrisha, ata'athu, yule mke humtii. Sifa ya pili. Sifa ya tatu, wa idha ghaba anha, na pindi yule mume anapoondoka nyumbani akiwa hayuko, hafidhathu fi maliha wa nafsihi, yule mke humhifadhi yule mume katika mali yake na katika nafsi yake. Imekuja katika baadhi ya riwayat, wa fi nafsiha, kadhalika na nafsi yake yule bibi pia hujihifadhi. Yule mke humhifadhi yule mume katika mali yake na hujihifadhi yule mke mwenyewe katika nafsi yake, yote mawili akajihifadhi. Fa idha ijtama'at hadhihi al-awsaf al-thalatha fi ay imra'a, hizi sifa zinapojumuika katika mwanamke wa Kiislamu, hapo ndipo mke huyo huitwa katika sheria mwanamke mwema.